kuna lengo, wito na hali ya baadaye. Kijana ana wasiwasi ya hali ya baadaye na ana shinikizo la kutaka kufanikiwa katika maisha yake. Ana hofu ya baadaye huko. Kijana ana hofu ya baadaye kwa sababu mambo ya baadaye tuyajui. Nitakuwa na kazi gani? Nitapata labda mchumba wa namna gani? Nitakuwa na familia ya namna gani? Hayo kuna hilo. Haya, kijana pia kuna mwingine ambaye mpaka sasa hivi pengine hajatambua vizuri wito wake. Kwamba mimi nimeitwa kuwa mtu wa ndoa, mimi nimeitwa si kuwa mtawa, au mimi nimeitwa si kuwa padri, au mimi nimeitwa kuishi pekee, yani bila ndoa, bila nini, kubakia single. Kwa hiyo kijana bado yupo katika hali hiyo, njia panda, hajui hali yake baadaye itakuwaje. Sasa kijana ajue, atambue kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Tambua waziwazi kwamba Mungu ana mpango na maisha yako, na ukimtegemea Mungu kikamilifu, Mungu hatakuacha. Ukimtegemea Mungu, Mungu hatakuacha, atakuongoza, atakuonyesha kwamba wito wako ndio huu. Wito wako ndio huu, na ukifuata basi maisha yako yanakuwa mazuri.